Mpe Bwana tena makofi mengi. Mpe Bwana makofi mengi. Tuko katika nyumba ya Bwana, tupo nyumbani mwa Bwana. Na tunapokuja leo katika ibada hii, tunamtolea Mungu shukrani. Na nina mafundisho au somo ambalo linasema nidhamu ya kushukuru. 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 Kitabu cha Zaburi ya 92 mstari wa kwanza hadi wa 6. Zaburi ya 92 mstari wa kwanza hadi wa 6. Biblia inasema, ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku, kwa chombo chenye nyuzi 10 na kwa kinanda na kwa mlio wa kinubi, kwa kuwa umenifurahisha Bwana. Kwa kazi yako nitashangilia, kwa ajili ya matendo ya mikono yako. E Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu. Haleluya. Tunamshukuru Mungu. Kushukuru kwa tusema nidhamu. Tujifunze nidhamu ya kumshukuru Mungu. Nataka tujue kwamba kushukuru ni nidhamu. Kushukuru ni tendo la nidhamu. It's a disciplinary action. Ni tendo la kinidhamu. Kushukuru ni tendo la kinidhamu. Ni moja ya matendo ya msingi sana kwa mtu mwenye nidhamu. Kwa mtu mwenye nidhamu, kushukuru ni moja ya matendo yake ya msingi sana. Atashukuru kwa neno, atashukuru kwa tendo, atashukuru kwa wazo, atashukuru kwa hali na mali, atashukuru. Kwa hiyo ni matendo ya msingi kwa mtu mwenye nidhamu. Mtu mwenye nidhamu anayeshukuru ni mtu anayekumbuka. Unaposhukuru unakumbuka. Anayeshukuru anakumbuka alikotoka, na anakumbuka ilivyokuwa, anakumbuka walivyokuwa. Kwa hiyo mtu anaposhukuru anakumbuka. Mtu asiyeshukuru anaonyesha hali ya kutokukumbuka. Kwa hiyo nidhamu ya kushukuru ni jambo la msingi sana. Na unaposikia nidhamu unapata wazo jingine la muhimu sana. Mambo asubuhi niliamka kama ilikuwa nafikiri alfajiri hiyo, wakati nikawa nimechemsha maji ya moto, maji ya uvuguvugu, nikawa nakunywa. Wakati nakunywa yale maji, wakati huo nasali naomba, nakunywa yale maji nasali naomba, maneno haya yakaanza kuja, na nikatafuta kalamu nikaanza kuyaandika, na hili somo nikaanza kuliandika. Kwa hiyo nayasoma nilikuwa nayaandika wakati huo, ni jambo tulilikuja, na nikashukuru Mungu na nikaona nitakufaa pia. Kwa hiyo ninaomba Mungu ufungue kichwa chako, ufungue ufahamu wako, jambo hili liingie ndani ya ufahamu wako na likakusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Na nilisikia ndani yangu kushukuru nidhamu ya kushukuru. Na inapokuwa jambo lolote linapokuwa nidhamu, unaposikia nidhamu, ina maana inahitaji training, inahitaji mafunzo. When it is about discipline, it requires training. You have to train. Lazima ujifundishe. Kushukuru ni nidhamu. Na linapokuwa jambo lolote linalohitaji nidhamu, hakuna nidhamu kwenye maisha ambayo haihitaji mafunzo. Nidhamu yoyote ulionayo ulifundishwa au ulijifundisha, ulipata mafunzo.
no discipline, no training. Hakuna mafunzo, hakuna nidhamu. Kwa hiyo unaposikia kushukuru ni nidhamu, maana yake lazima uamue kujifunza kushukuru. Mwambie jirani yako lazima uamue. Mwambie jirani yako lazima uamue. Kiwango ulicho nacho hakitoshi. Mwambie kiwango ulicho nacho hakitoshi. Ili kuongeza unatakiwa kushukuru. Unatakiwa kujifunza. Kwa hiyo amua kujifunza. Mwambie jirani yako amua kujifunza. Amua kujifunza. Na tumesema kujifunza kushukuru ni is looking back, taking time to look back. Unaangalia nyuma. Taking back to look back for good. Unachukua muda wako, take your time, your valuable time, alafu unaangalia nyuma kidogo, una reflect, unatafakari nyuma kidogo. Na hii inahitaji mafunzo, na kwa sababu ni nidhamu. Kwa hiyo kushukuru ni nidhamu, na nidhamu, ninapokuwa nidhamu ni jambo linalohitaji unyenyekevu. Mwambie jirani yako unyenyekevu. Kama si mnyenyekevu hauna nafasi ya kushukuru. Kushukuru ni kazi ya wanyenyekevu. Kushukuru ni tunda la unyenyekevu. Kushukuru. Kwa hiyo unahitaji kunyenyekea. Kushukuru ni kunyenyekea. Kushukuru ni kunyenyekea. Mwambie jirani yako kushukuru ni kunyenyekea. Mwambie tena kushukuru ni kujinyenyekeza. Kushukuru ni tendo la unyenyekevu. Tendo la unyenyekevu ambalo tendo hili au neno hili la unyenyekevu linazingatia hali ilivyokuwa hapo nyuma na mabadiliko ambayo yametokea yaliyo mema, mabadiliko ambayo yametokea. Na kushukuru kuna muepusha mtu na majivuno. Kushukuru kuna muepusha mtu na majivuno. Kushukuru kuna muepusha mtu na kiburi. Kushukuru kuna muepusha mtu na kiburi na majivuno. Ni tendo la unyenyekevu. Linapokuwa tendo la unyenyekevu linakuepusha na majivuno na kiburi. Kwa hiyo penye majivuno, penye kiburi, hapawezi kuwa na shukrani. Hapawezi kuwa na shukrani, kwa sababu kiburi na majivuno vina tabia ya madai. Vinataka. Kiburi na majivuno havishibi. Penye kiburi na majivuno hakuna utoshelevu. Penye kiburi na majivuno hakuna utoshelevu, hakuna kushiba, hakuna kutosheka. Penye kiburi na majivuno ni kama mfuko uliotoboka ambao ukiingiza vitu humo ndani vinatokea mahali pengine. Kwa hiyo wakati wote unajisikia kuwa tupu, unajisikia kuwa empty, na kwa hiyo unakosa nafasi ya kutosheka au kushiba. Kwa hiyo kushukuru kuna kuepusha na majivuno na kiburi. Penye shukrani pameondolewa majivuno. Penye shukrani hapana kiburi. Mwambie jirani yako penye shukrani hapana majivuno, hapana kiburi. Pasipo na shukrani pana kiburi, pana majivuno. Na nimesema kiburi na majivuno ni kama mfuko uliotoboka, ni kama gunia lililotoboka, ni kama ndoo yenye matobo, alafu unajaribu kujaza maji kwenye hiyo ndoo, ina matobo. Unajaza, hakuna kujaa, hakuna kushiba. Hapo pana kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Kushukuru huhamasisha na kuchochea matendo mema. Kushukuru huhamasisha na kuchochea matendo mema. Kushukuru huhamasisha na kuchochea matendo
mema. Panapokosekana kushukuru, panapelekea kukosekana kwa matendo mema. Kadiri kushukuru kunapokosekana, hali ya kukosekana kwa matendo mema inaambatana, inaongezeka. Shukrani zinaposhuka, hali ya kushukuru inaposhuka, hali ya matendo mema pia inashuka. Na hii inatuambia nini? Kutenda vyema pia kunashuka. Kutenda vyema kunashuka. Kumbuka tulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kushukuru huhamasisha na kuchochea matendo mema, kwa sababu penye kushukuru pana kutosheka, penye kushukuru pana utoshelevu, penye kushukuru pana kushiba, penye kushukuru pana kurelaksi, penye kushukuru pana kutulia, penye kushukuru pana amani. Na panapokuwa na mazingira hayo, ni mazingira mazuri ya kutenda vyema, ni mazingira mazuri ya kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kushukuru ni moja ya matendo ya makuu katika ibada kwa Mungu wetu. Kushukuru ni moja ya matendo makuu, ni moja ya matendo makuu au matukio makuu katika ibada. Kushukuru. Kwa hiyo mtu ambaye hajajitrain, hajajifunza, hajafundishwa kushukuru, huyu mtu chansi ya uwezekano wa kumtolea Mungu ibada yenye maana ni mdogo. Panapokosekana shukrani, panakosekana ibada yenye maana, ibada yenye maana. Kwa hiyo moyo wako unapokuwa hauna shukrani, unatengeneza mazingira magumu ya huo moyo kumtolea Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kushukuru ni moja ya nguvu kuu, ni moja ya nguvu kuu za uponyaji, ni moja ya nguvu inayoponya. Kushukuru. Hata mtu anapokuambia asante, unaposema asante au unaposhukuru, wewe mwenyewe unapona na yule ambaye unamshukuru unamponya. Kwa hiyo neno asante au shukrani limebeba nguvu kubwa ya uponyaji, nguvu kubwa ya uponyaji. Maisha yetu, mahusiano yetu, familia zetu, mahali mbalimbali pana magonjwa, pana maradhi, na kwa sehemu kubwa magonjwa haya na maradhi haya kwenye mahusiano ni kazi ya kukosa shukrani, kazi ya kukosa shukrani. Pasipo na shukrani mahusiano yanaumwa, pasipo na shukrani familia zinaumwa, pasipo na shukrani mahusiano kazini, mahusiano kanisani, mahusiano kwenye biashara, mahusiano mbalimbali yanapata hali ya kuumwa. Kwa hiyo kushukuru kunaponya. Mwambie jirani yako, kushukuru kunaponya. Unaweza ukamponya huyo mtu kwa kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, unaweza ukamponya huyo mtu. Mgeukie, mwambie unaweza ukamponya huyo mtu kwa kumwambia asante, kwa kumshukuru kwa moyo wa dhati. Haleluya. Hebu fikiri namna hii. Umekaa na jirani yako hapo mpaka mwisho wa ibada, alafu just before you leave, kabla hujaondoka, unamgeukia jirani yako unamwambia, nakushukuru leo umekuwa jirani yangu kwenye ibada yetu ya leo. Nakushukuru sana, umekuwa jirani mzuri na umenisaidia kufanya ibada yangu iwe na maana. Hebu fikiri huyo mtu atafikirije? Haleluya, 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 haleluya. Unamwambia, kwanza it is a surprise, kwa sababu si kawaida yetu, si utamaduni wetu. Unakaa na mtu mwisho wa ibada, hata uso wake hujautizama, hujajua hata amevaa nguo gani. Manake she or he was nothing to you, hakumaanisha chochote kwako, hakumaanisha chochote kwako. Lakini kabla ya ibada kuisha, unasimama unashika mkono, nashukuru jirani yangu, leo umekuwa jirani yangu mzuri kwenye ibada ya leo, nakushukuru sana. Huyo mtu utambariki sana.
kama kuna baraka zake zingine zilikuwa zinahengi, hazijawa delivered kwa hilo tendo, moyo wako utapata relief fulani, alafu atapokea vitu vyake hapa hapa. Haleluya! Mpe Roho Mtakatifu makofi mengi ya shukrani. Kushukuru kuna nguvu ya kuponya. Kushukuru kuna nguvu ya kufungua. Kushukuru kuna nguvu ya kufungua. Unaporudi kushukuru, Yesu aliponya watu 10 na wale wakoma 10 akaponya, alafu mmoja akarudi kushukuru. Yule aliyerudi kushukuru alikuwa Msamaria. Aliporudi wale 9 wako wapi? Hawakupona 9. Basi akamwambia yule aliyerudi kushukuru akapata na wokovu na akapata na baraka nyingi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu alishukuru. Unaporudi kushukuru unafungua vitu vingine, unafungulia mambo mengine. Kwa hiyo kushukuru kumebeba nguvu ya kufungua. Is a key, can open doors, can open. Unaweza ukasababisha mtu akasema vitu ambavyo hakupanga kuvisema, kwa sababu umemshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umefanya nini? Umemshukuru. Kwa hiyo kumebeba nguvu kubwa ya kuponya. Nimesema haya mambo nilikuwa nayaandika tu wakati huo na kikombe changu kina maji ya uvuguvugu, alfajiri na sali na kunywa yale maji, na sali na kunywa yale maji, alafu maneno haya yakaja. Na baadaye, lakini mwishoni pale Roho Mtakatifu akanambia nidhamu inahitaji training. Mungu amekuwa ananipa hiyo kunywa maji ya uvuguvugu, maji ya moto alfajiri na mapema, tukanywa vikombe 2 3, lakini nimekuwa ninafeli hayo mafunzo. Kwa hiyo nakosa nidhamu. Haleluya. Mwisho, yani baada ya hayo maneno yote ndio mwisho akanambia hata hii kunywa maji hii mara nyingi ni mafunzo ambayo unayafeli, unakosa nidhamu kwenye hilo eneo. Unapokuwa na nidhamu inahakikisha utendaji unaokupasa kwa wakati unaokupasa na katika mazingira yanayokupasa. Nidhamu inakuhakikishia hivyo. Alafu nidhamu, unapokuwa unafanya kitu, kinapokuwa unakifanya kama nidhamu yako, kinaenda alafu kinakuwa part and parcel of you, kinakuwa sehemu, kinachukua nafasi, yani kinakuwa sehemu yako. Wewe unakuwa sehemu yake na kinakuwa sehemu yako ya msingi kabisa. Na inapokuwa nidhamu inatengeneza lifestyle. Nidhamu inatengeneza mtindo wa maisha. Kwa hiyo kushukuru ni nidhamu ya kushukuru. Maana yake kushukuru kuwe mtindo wako wa maisha, mtindo wetu wa maisha. Kushukuru kunaweka huru. Kushukuru kuna nguvu ya kuweka huru. Kushukuru kuna nguvu ya kuweka huru. Na kushukuru ni kama upanga. Nimesema ni kama upanga unaokata kuwili, wenye makali kuwili. Unaposhukuru unaweka huru, unajiweka huru. Unaposhukuru unaponya, unaponywa. Unaposhukuru unafungua, unafunguliwa. Unaposhukuru unabariki, unabarikiwa. Kwa hiyo unapomwambia mtu asante, ni tendo la kumbariki mtu, ni tendo la kumbariki mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, unapomwambia asante umembariki. Mangalie macho yake. Unapomwambia asante umembariki. Unapomnyima asante umemnyima baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kweli kumshukuru Mungu au kushukuru watu ni jambo la msingi sana, ni jambo la lazima, ni nidhamu ambayo tunapaswa kuijenga, nidhamu ambayo tunapaswa kuifanya. Kwenye Zaburi hiyo ya 92 tumesema ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku, kwa chombo chenye nyuzi 10 na kinanda, kwa mlio wa kinubi. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana, kwa kazi yako nitashangilia, kwa ajili ya matendo ya mikono yako. E Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako
ni mafumbo makubwa. Mawazo yako ni mafumbo makubwa, na mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu hayo. Biblia inatuambia pia kwa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 18, anasema shukuruni. Ngoja nisome hiyo, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, anasema kwamba shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Hapa anatuambia kushukuru ni mapenzi ya Mungu kwetu. Shukuruni kwa kila jambo. Shukuru kwa kila jambo. Kushukuru ni mapenzi ya Mungu kwetu. Kwa hiyo unaposhukuru unakuwa umetimiza, umefanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa, punga mkono wako kama tuko pamoja. Haleluya. Asante sana, asante sana. Kwa hiyo kushukuru ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu tuwe watu wenye kushukuru kwa kila jambo, liwe linatufurahisha, lisiwe linatufurahisha. Lakini kama unatembea na una mawazo ya kufanya mapenzi ya Mungu, una nia ya kufanya mapenzi ya Mungu, unatafuta kufanya mapenzi ya Mungu, una shauku ya kufanya mapenzi ya Mungu, una hamu, una kiu ya kufanya mapenzi ya Mungu, basi ili tendo la kushukuru ni tendo ambalo tunalifanya kwa nyakati zote. Kushukuru ni kutambua ulicho nacho. Mwambie jirani yako, kushukuru ni kutambua ulicho nacho, ni kutambua ulionayo, ni kutambua ulivyo navyo, ni kutambua ulipo. Kwa hiyo kwa kweli unaposhukuru unaonyesha kutambua ulicho nacho, kutambua ulionayo, kutambua ulionao. Unapomshukuru kama ni mtu, unapomshukuru unaonyesha kumtambua ni nani kwenye maisha yako. Unapomshukuru au unaposhukuru kwa ajili ya kitu fulani, au unaposhukuru kwa ajili ya kipawa, kwa ajili ya karama, unaposhukuru kwa ajili ya kazi, kitu chochote ulicho nacho, basi unaonyesha kutambua kwamba hiki kitu kipo. Lakini pia katika kutambua huko kuna kutia nguvu, kunatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwamba ile tu kutambua uwepo wa kitu au uwepo wa mtu au uwepo wa jambo fulani na kulipa thamani, basi inatia nguvu. Unaweza ukamtia mtu nguvu kwa kutambua kunakokuja kupitia shukrani. Kama kuna jambo analifanya na ukaonyesha kutambua kile anachokifanya kama kitu cha msingi au kama kitu cha maana, kwa kumshukuru utakuwa umemtia nguvu, utakuwa umemhamasisha, utakuwa umemwezesha, utakuwa umemchochea, utakuwa umemhimiza kwamba endelea kufanya, endelea kutenda, endelea. Kuna mambo watu wanayafanya kwenye maisha yetu. Kuna watu mambo tunayafanya kwa watu, lakini tunaenda tunachoka. Na mara nyingi tunachoka kwa sababu kati ya mambo yanayopelekea kuchoka ni kwa sababu ya kutokuonekana appreciation. Hali ile ya kushukuru inapokosekana, mwisho hata wewe ulikuwa unafanya kile kitu unaanza kufikiri kama ni cha maana, unaanza kufikiri kama ni cha thamani, unaanza kufikiri kama if it is worth it to keep doing, kama ni kuna uthamani kuendelea kufanya. Lakini kumbe kama ungeshukuru, mtu angeendelea kufanya. Lakini wakati mwingine mtu anaendelea kufanya vile vile tu, anashindwa kuboresha, anashindwa kuongeza kwa sababu ya kukosa acknowledgement, kukosa au appreciation, kukosa shukrani au kukosa kutambulika. Kwa hiyo anafanya, mwisho anachoka. Lakini kumbe angetambulika au ungeonyesha kushukuru, ingemtia nguvu, angeboresha, angeongeza, angezidisha kile kitu anachokifanya, na mwisho matokeo yake yangekuwa yameongezeka. Kwa hiyo kushukuru
kwa kweli ni kutambua. Na huku kutambua, huku unapomtambua mtu kwa shukrani, unakuwa umemempower, unakuwa umemtia nguvu, unakuwa umemhamasisha kwa njia ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, jifunze kushukuru. Kushukuru ni nidhamu. Nidhamu ya kushukuru. Mwambie nidhamu ya kushukuru. Jifunze hiyo nidhamu. Na haya mambo yote tunapozidi kuyazungumza, unaweza ukaona kwamba ni kushukuru si kitu rahisi. Kushukuru kutoka ndani ya moyo au kwa dhati ya moyo kunakuwa si kitu rahisi, kwa sababu it is so valuable. Ni kitu cha maana, ni kitu cha thamani, ni kitu kinachoweza kikabadilisha maisha yako. Ni jambo ambalo linaweza likabadilisha maisha ya mtu, kama linaweza kuponya, kama unaweza kubariki, kama unaweza kufungua na ukaweka huru. Kushukuru kunakuwa si kitu chepesi. Ndio maana wengi tuna struggle, ndio maana wengi tunapambana. Hatuwezi kugeuka nyuma tukasema asante. Kwa nini? Kwa sababu impact yake, matokeo yake ni makubwa mno. Kwa hiyo unapoamua kushukuru, umeamua kuingia kwenye remu mpya ya maisha, umeamua kuingia kwenye sifia mpya, umeamua kuingia kwenye kiwango kipya. Haleluya, 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 haleluya. Mwambie jirani yako, mwanzo mpya. Mwambie mwanzo mpya. Mwambie anza na kushukuru. Mwambie anza na kushukuru. Mwambie anza na kushukuru. Namna yako ya kushukuru inapobadilika leo, baada ya mafundisho haya, inakuwekea maki ya muhimu sana, alama ya muhimu sana katika mwanzo mpya. Mwambie jirani yako, mwanzo mpya. Mwambie jirani yako, mwanzo mpya. Mwanzo mpya ni formula ambayo Mungu ameiweka. Na kwa mimea, kuna mimea ambayo huwa inafika mahali inapukutisha majani, season fulani inapita kupukutisha majani, alafu inakuja season ya majani mapya kuja. Ule mtu unakuwa ni kama umeanza upya. Mwanzo mpya upo hata kwa baadhi ya wanyama au ndege. Kwa ndege wanafika mahali wanaamua kupukutisha au kupunguza vitu fulani, au kutulia, au kuruhusu nguvu mpya, kuruhusu impartation mpya, kuruhusu kuwekewa au kuingiziwa upya nguvu na uweza, au strategy mpya, au mipango mipya, au mbinu mpya, au fikra mpya, ambazo zinakuweka kwenye nafasi nzuri ya kufanya vizuri kwenye eneo husika. Kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye kazi, una business strategy. Moja ya business strategy ambayo unakuwepo nayo ni ya kufika mahali ukafanya renewal. Wakati mwingine, angalia, wakati mwingine watu wanafanya renewal kwenye product zao za viwanda. Content inaweza ikabaki vile vile, lakini akabadilisha package ikabadilika. Ilikuwa au kasha lake lilikuwa na rangi ya njano na nyekundu, akalibadilisha, akaweka rangi labda ya blue na kahawia, akaweka namna hiyo. Sasa watu wanapokuja, watu wanapenda upya. Hapokuja ile hali ya kasha kuwa jipya tu, tayari inaonekana ni product mpya au ni ingizo jipya kwenye market, kwenye soko, na hivyo unakaa kwenye nafasi ya kupata wateja wapya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye business strategy au wanapokuwa wanabadilisha hivyo, huwa wanaacha zile za zamani na wanaweka na hiyo mpya, kwa sababu kuna watu wengine tunaita laggards, watu ambao they are not easy to adopt new technology, they are not easy to adopt vitu vipya. Yani kuna watu ambao kwa jinsi walivyo si wepesi kuchukua mambo mapya. Kwa hiyo hawa kwenye business strategy huwa wanawaachia yale mambo ya zamani au muonekano wa zamani, ili wasije wakawapoteza wakati huo wakileta vipya, kwa sababu kuna wale ambao ni wale wanaadopti kwa haraka, kwa wepesi wale.
wanaingia kule na hao wanaenda, baadaye hao wanabadilika kidogo kidogo, alafu baadaye wakiona ile product imefanikiwa wanaiface out, wanakuingiza huko, baadaye mambo yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kuanza upya, kati ya strategy ambayo ninakupa leo ni strategy ya kushukuru. Jifunze kushukuru. Mwambie yako jifunze kushukuru. Utaona mwanzo mpya. Utaona mwanzo mpya. Haleluya. Haleluya. Angalia, kushukuru, tunasema kwamba kushukuru ni moja ya njia za kupambana na dhambi. Kushukuru ni moja ya njia za muhimu sana za kupambana na dhambi. Kushukuru, kwa sababu unaposhukuru tayari umekwisha jiweka kwenye mazingira ambayo hautalaumu, hautanung'unika, hautasema vibaya, yaani vurugu nyingi ambazo zinakuingiza kwenye channel ya dhambi utaziblock kwa kushukuru. Kama unamshukuru mke wako, unamshukuru mume wako, unamshukuru kiongozi wako, unamshukuru mwalimu wako, unamshukuru daktari wako, unamshukuru mtu yeyote amekupa huduma yoyote, au wakati mwingine hata amekunyima huduma fulani, amekunyima haki fulani, kwa kushukuru unakuwa umezuia dhambi kadhaa ambazo zingejitokeza kwa sababu ya action fulani, kwa sababu ya kunyimwa, au kwa sababu ya kutokutendewa, au kwa sababu ya hiki na kile. Kwa hiyo unataka kuzuia dhambi, moja njia mojawapo ni ya kushukuru. Kushukuru ni kinga dhidi ya lawama na manung'uniko. Kinga vaccine. Mtu mwenye aliyejaa shukrani, au jambo limetokea baya lakini ukatanguliza shukrani, umeweka kinga dhidi ya sumu au dhidi ya uharibifu ambao ungeweza kukuingia kwa sababu ya vile vitendo ambavyo umetendewa, hata kama si vya haki, hata kama si vyema, lakini umevipokea kwa shukrani, unakuwa umejiweka vizuri sana. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi ya shukrani. Kushukuru ni kuvaa viatu vya mwingine. Kushukuru ni kuvaa viatu vya mwingine. Kushukuru ni kuvaa viatu vya mwingine, maana yake ni kukaa angalau kwa muda kwenye position ambayo yule mwingine alikaa. Nina maana gani? Nina maana kwamba unapomshukuru mtu, kwa mfano amekupa maji ya kunywa, ukamwambia asante kwa kunipa maji ya kunywa, yani umeenda kwenye nafasi ile ya yeye aliyoitumia kukupa maji yale ya kunywa, zile gharama alizoingia, ule muda aliotumia, umeenda kule, inakupa nafasi ya kutathmini vizuri. Unajua, unapotathmini kitu ukiwa nje, wanasema ukitaka kujua nini, ingia ucheze. Utamu wa ngoma, ingia ucheze. Ukiwa nje unaweza ukaona mchezaji anakosa goli ukatoa na matusi, lakini ukiwekwa wewe pale alipokuwa, unaweza tu sio tu kukosa goli, lakini unaweza ukajikosa na wewe. Haleluya. Unaweza sio tu ukakosa goli, lakini ukajikosa na wewe. Yaani manake hautaharibu tu kwa kukosa goli, lakini unaweza ukajiharibu na wewe mwenyewe. Sasa unaposhukuru unajiweka kwenye position ya yule mtu, alafu una take some considerations, unachukua vitu kadha wa kadha unaviweka mahali pake, alafu kama ulikuwa unataka kulaumu, unajikuta kwamba hauwezi kulaumu. Kama ulikuwa unataka kutoa neno baya, unajikuta kwamba hauwezi kutoa neno baya, kwa sababu umejaribu kujiweka kwenye mazingira ya yule mtu. What if it were me? Vipi kama ingekuwa ni mimi, ningefanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposhukuru ni kuvaa viatu vya mwingine, kwa namna ambayo inakupa nafasi kuwathamini wengine
kwa sababu unapovaa vile viatu unajua vinabana kiasi gani, unajua vinatosha kiasi gani, au unajua vina uzito kiasi gani. Haleluya! Kushukuru kuna badili mtizamo. Kushukuru kuna badili mtizamo. It's an agent of attitude or perspective change. It's an agent of perspective change. Attitude change. Mabadiliko ya kimtizamo unapokuwa unashukuru. Kwa hiyo hebu anza kushukuru, jifunze kushukuru. Kushukuru ni jambo jema. Nimesema kushukuru ni kuthamini, ni kutoa, ni kutoa, ni kutoa, ni kutoa, ni kutoa. Unapotoa shukrani, kwa kweli umeassign value, umetoa thamani ya kile kitu unaposhukuru. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu kama tunaenda pamoja. Kwa kuwa kushukuru ni nidhamu, nimesema unahitaji mafunzo. Unahitaji mafunzo. Jifunze, amua ndani yako kwamba nitashukuru. Anasema watu wajinga hawayatambui hayo, wapumbavu hawafahamu. Ile Zaburi ya 92 ule mstari wa 6. Zaburi ya 92. Kushukuru kunaonyesha ujinga na upumbavu ulio nao. Kushukuru, kuto kushukuru, kukosa shukrani, kukosa shukrani. Kutokana na hiyo Zaburi ya 92 mstari wa 6, unashindwa kumshukuru Mungu. Umeshindwa kuyatambua mawazo yake, umeshindwa kuyatambua matendo yake, umeshindwa kutambua kazi yake, umeshindwa kutambua uaminifu wake, umeshindwa kutambua wema wake, umeshindwa kufahamu nguvu zake, umeshindwa kufahamu mpango alionao, umeshindwa kufahamu anavyokuchukua hatua kwa hatua, anavyokupeleka hatua kwa hatua. Umeshindwa kufahamu hayo yote, as a result of which no thanksgiving. Kwa hiyo kuto kushukuru kukosa kushukuru ni kuonyesha hali ya ujinga na upumbavu juu ya hayo mambo uliopaswa kushukuru kwayo. Kwa hiyo wanaoshukuru wanaelewa, Biblia imesema hawa wanatambua na hawa wanafahamu. Wasioshukuru ni wajinga na wapumbavu kwenye hilo eneo. Mwambie jana, kwenye hilo eneo. Mwambie kwenye hilo eneo. Kwenye hilo eneo umeshindwa kushukuru ni ujinga, umeshindwa kushukuru ni upumbavu, kwa sababu umeshindwa kufahamu na umeshindwa kutambua. Anasema kazi zake Mungu kwenye maisha yetu, matendo yake, uaminifu wake, wema wake, fadhili zake. Anatuazia mema, hasinzii wala halali, anatutetea, anatupigania, anajua kuingia kwetu, anajua kutoka kwetu. Kazi zetu ziko mikononi mwake. Anajua kila kitu kuhusu sisi, kuhusu familia zetu, kuhusu ndoa zetu, kuhusu watoto wetu, kuhusu taaluma zetu, kuhusu masomo yetu. Yale tunayomuomba anayajua sana. Kuhusu mahitaji yetu anajua sana. Tunaposhindwa kumshukuru, tunaonyesha ujinga, tunaonyesha upumbavu. Ndio maana nimesema kushukuru kunahitaji mafunzo. Mafunzo yanahitaji akili. Tunakumbuka Bwana atakupa akili katika mambo yote. Kati ya jambo ambalo Bwana atakupa akili ni eneo la kushukuru. Na hii ni akili ambayo itabadilisha maisha yako, itabadilisha mtizamo wako, itakutoa huko nyuma uliko, itakuleta mbele, itakutoa gizani, itakuleta kwenye nuru, itakutoa kwenye kukata tamaa na kuvunjika moyo, itakutia nguvu. Utaona kumbe ninaweza kuendelea, nina sababu za kuendelea. Utaona kwamba itakutoa kwenye lile giza la kukaa kwenye mapungufu ya watu tu, ukisahau yale mazuri wanayoyafanya. Itabadilisha mahusiano yako, itabadilisha ndoa yako, itabadilisha kazi yako, itabadilisha biashara yako, itabadilisha kanisa lako, itabadilisha kila mahali. Kwa nini? Kwa sababu tumekuja kwenye utaratibu mpya
wa kushukuru. Haleluya! Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya! Kuna ule wimbo unasema ni neno jema kushukuru. Hebu weke alafu tuimbe kanisa ule wimbo wa Kizi Kwaya. Unasema ni neno jema kushukuru, na sawa sana hiyo Zaburi ya 92. Tusikilize huu wimbo, alafu ndani yako utengeneze shukrani nyingi. Kushukuru kunahitaji mazoezi ya kila siku. Kushukuru kunapaswa kuwa mtindo wa maisha ya kawaida. Kushukuru kunahitaji mazoezi. Mwambie jirani yako, mshukuru Mungu kwa wewe mwenyewe. Mshukuru Mungu kwa kichwa chako. Mshukuru Mungu kwa miguu yako. Mshukuru Mungu kwa mikono yako. Mshukuru Mungu kwa nywele ulizonazo. Mshukuru Mungu kwa rangi ulionayo. Kuna watu huwa ninawaangalia watu wengine mpaka ninawashangaa. Rangi zao wanapigana nazo, wanahangaika na zile rangi zao, wanapiga vitu fulani vinaondoa zile rangi. Hao watu hawana shukrani. Alafu bahati mbaya wakitoa zile rangi zao, zile rangi zingine zinazokuja zinaitwa kama nyeupe, wala sio weupe, ni feki. Sema weupe feki ule. Kwa hiyo wanatoa zile rangi zao nyeusi nzuri, wanaweka weupe feki, alafu ule weupe unachukiza. Alafu mimi kama mchungaji kwa kweli huwa siupendi. Sasa kuna watu wangu nafahamu rangi zao original, lakini baadaye unaona zile rangi zinapotea. Wasema mchungaji, inabidi uanze maombi ya kurudisha zile rangi. Hawa watu wamekosa kumshukuru Mungu kwa zile rangi zao. Zilitakiwa tu zipigwe tu mafuta tu mazuri tu ya kulainisha ile rangi tu, ibaki vile vile, kuiboresha ikae tu vizuri vile vile. Lakini akijiangalia ile rangi lake asema ile rangi hili bwana, Mungu alikosea hapa. Mungu alikosea hivi. Anatoa lile rangi, anaweka madawa fulani ya kubandua ile rangi. Afu yale madawa huwa yanakosea. Yanaweza yakabandua hapa yakakosea. Yakabandua hapa yakakosea. Yanabandua hata kwenye miguu. Sasa yakibandua kwenye miguu, kuna sehemu kama magoti, kuna sehemu kama kwenye hizi ankle, hizi zina ngozi ile ngumu ngumu, hazikubali, zinakataa. Unakuta mtu amepiga kidonge fulani, kimebreach, kimemdecolorize, lakini ile breach huwa kuna sehemu zinafika breach na goma, na hasa kwenye zile sehemu ngumu ngumu zile zinakataa. Zinasema sisi Mungu alituumba hivi, hatubadiliki. Haleluya. Mimi nazipongeza zile sehemu ambazo huwa zinakataa bleach. Zinakataa cream, zinakataa. Anaweza akapiga uso hivi, akapiga uso, ukifika kwenye kidevu kinakataa. Sasa ukimwangalia, unasema hii jamani, huyu ni fulani. Wakati mwingine naenda namwambia mke wangu, naona fulani ameingiliwa, ameanza kuharibu rangi yake, anatafuta rangi nyingine. Wakati mwingine na wanawake ndio wanaswana hayo mateso sana, sipokuwa na wanaume wale ambao na wao wako wanaume nao, lakini wanawake zaidi. Sasa wao wanafikiri wanaume wanapenda weupe tu. Kuna wanaume wengine wanapenda weusi. Umenisikia? Kuna wanaume wanapenda weusi, kuna wanaume wanapenda weupe. Haleluya. Kwa hiyo wewe unayejitoa, na mwingine unakuta ameshaolewa, ana rangi yake, mume wake alimpenda na ile rangi yake, baadaye anaenda kula anaanza kubadilisha rangi yake, afu mume wake anazidi kukasirika tu kwa sababu alipenda ile rangi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, jifunze kushukuru. Macho yako yalivyo hivyo hivyo, mshukuru Mungu kwa hayo macho. Unakuta wengine, huwa nawaambia wale wanaokuja hasa siku za harusi, huwa ninawaambia kabisa, usiweke yale makope yale makope yale yananing'inia yako hapa. Siku moja nilikuwa nafungisha ndoa, nikashanga huyu ni fulani, cheki hivi, amekuwa kitu kingine. Nikawa najiuliza shida iko wapi? Baadaye ndio nikagundua kumbe kuna nyusi
ambazo si za kwake, na kuna kope ambazo pia sio za kwake, amekodi. Kukosa shukrani, mpaka unaenda kukodisha nini? Kope, unakodisha kucha. Kosa shukrani. Haleluya! Mpe Bwana makofi kama jambo hilo linapata nafasi. Kwa hiyo kutokushukuru kunapelekea migogoro mingi ndani ya watu. Hata hii tunahangaika, vaa vizuri, vaa hivi, hii yote ni kukosa shukrani tu. Watu wanahangaika. Watu wenye shukrani wana utulivu. Wana utulivu. Watu wenye shukrani. Watu wasio na shukrani hawana utulivu. Kwa sababu nimekwambia, kama hauna shukrani, moyo usio na shukrani ni kama mfuko uliotoboka. Ni kama mfuko uliotoboka. Wengine unakuta ni weupe, wanataka wawe weusi. Mwae kukutana na hao watu? Hatari kweli kweli. Hatari. Hakuna kitu kukosa shukrani. Hebu tuimbe wimbo huu wa ni neno jema kumshukuru Mungu. Unaimba hapo hapo ulipo umekaa.
Fungua kinywa chako uanze kumshukuru Mungu kwa matendo yake kwenye maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, kila mtu afungue mdomo wake, fungua kinywa chako, uanze kumshukuru Mungu anavyokufurahisha, Mungu ambavyo amekufurahisha kwa mwezi huu, yale ambayo ameyatenda, kazi zake, mikono yake ilivyotenda kazi kwenye maisha yako, kwa ajili ya matendo ya Mungu, kwa ajili ya kazi za Mungu, kwa kuwa Bwana amefanya yaliyo makuu, matendo yake ni makuu, mawazo yake ni makuu. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa matendo yako, tunakushukuru kwa kazi zako, tunakushukuru kwa uaminifu wako, tunakushukuru kwa rehema zako, tunakushukuru kwa upendo, tunakushukuru kwa ukuu, tunakushukuru kwa uweza, tunakushukuru kwa neema, tunakushukuru Bwana kwa kila kazi njema ambayo umeitenda kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Mara nyingi tumekuwa wajinga na wapumbavu wa kushindwa kuzijua kazi zako, kushindwa kujua matendo yako, na hivyo kushindwa kufurahia, kushindwa kushangilia. Lakini Mungu, siku ya leo huo ujinga na upumbavu umeondoka kwenye maisha yetu, na sasa tutashangilia kazi yako, tutashangilia matendo yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shukrani. Piga makofi ya shukrani. Haya yanaitwa makofi ya shukrani. Unapopiga makofi unamwambia Mungu asante. Endelea kupiga makofi, endelea kupiga makofi huko ukisema asante, 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 asante kwa uhai, asante kwa uhai, asante kwa kunilinda, asante kwa kunitunza, asante kwa kunibariki, asante kwa kuniponya, asante kwa kuniepusha na kila janga. Asante Bwana, umekuwa kinga, umekuwa msaada, umenitetea, umenipigania. Asante Bwana, asante Mfalme, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya nchi yetu. Sante Bwana, sante Bwana, sante Bwana, sante Bwana, sante kwa ajili ya watoto, sante Bwana kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, sante kwa ajili ya fedha, sante kwa ajili ya mali ulizonipa, sante kwa ajili ya ushindi, sante kwa nafasi ya kukutumikia. Nimekutumikia mwezi wote huu Baba, ninakushukuru Baba, ninakutukuza kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya huduma. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, 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 asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante, 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 asante. Ni neno jema kukushukuru, na mimi leo nimekuja kukushukuru. Ninatambua kazi yako, ninatambua kazi yako, ninathamini wema wako, ninathamini uaminifu wako, rehema zako na nguvu zako, ulinzi wako. Ninathamini Bwana, ninathamini yote ulionitendea, ninathamini kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumemshukuru Mungu katika jina la Yesu. Tumemshukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tumemshukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mpango nimeupata hapa. Haleluya. Kuna mpango nimeupata hapa juu ya siku ya leo. Piga makofi kwa ajili ya huo mpango. Yes, tutaandaa t-shirt. Alafu siku ya ibada kama ya leo unahakikisha unavaa ile t-shirt. Haleluya. Yes. Ni t-shirt ile t-shirt yenyewe ukiishika tu unakumbuka kushukuru. Alafu wote tunakuja tumetinga ma t-shirt yetu. Haleluya. Yes. Tutaongea na watu wanaohusika watusaidie kudesign t-shirt nzuri za kuvaa siku ya leo. Alafu tutakuwa tunabadilisha mikao. Siku nyingine tunasema jamani, mwisho wa mwezi huu shukrani yetu tunakuwa tumepiga suti. Watu wote wanapiga suti. Wow. Au siku yetu tunasema shukrani day ya wiki ya mwezi huu tunapiga tenge. Tunakuwa kila mtu amepiga tenge la ukweli. Haleluya. Piga makofi kwa ajili ya mambo mapya hayo. Hii itatuingizia ndani ya mioyo yetu upekee wa kushukuru, na tutaendelea kufanya mafunzo. Tunaendelea kufanya mafunzo mpaka tu graduate kwenye hilo eneo. Utagraduate darasa la 7, utagraduate, wengine wana graduate nursery. Sawa. Kila mtu atakuwa na graduate kwa wakati wake. Wengine nursery, wengine mpaka sasa hivi ndio wako nursery watagraduate hapo, wengine wako na primary, wengine secondary, wengine chuo. Wapi hivyo level tofauti za graduation, lakini you have to grow from glory to glory. Lazima uende kutoka kwenye kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, utukufu kwenda
utukufu katika hili eneo la kushukuru Mungu. Baba, namuna gani Baba, nikushukuru namuna gani Yesu namuna gani Baba, namuna gani Baba, namuna gani Yesu, namuna gani Baba, namuna gani nikushukuru namuna gani ametutengeneza tangu tukiwa watoto mpaka ukubwa huu. Tunamshukuruje? Tunamwimbiaje? Hakuna namna nyingine ya kuimba ila kumshukuru yeye tu, aliye mwanzilishi wa maisha yetu, aliye chanzo cha maisha yetu. Achilia shangwe na vigelegele.
unastahili wewe peke yako.